mimi ni mfanyabiashara, nataka niongelee mustakabali kwa jumla kuhusu siasa na mikondo ya siasa katika Kenya. Nataka kusema hivi ya kuwa tumeona Raila Odinga ambaye anajiita baba, huyo ndio baba wa Kenya, anaungana na President Ruto ili wafanye mabadiliko katika sheria zingine na katika wizara tofauti nchini Kenya. Nataka kusema ya kuwa kulingana na Odinga alisema ameungana naye ili kuna sekta mbalimbali katika ulimwengu, katika sekta, kuna sekta mbalimbali nchini Kenya ambayo hazifanye kazi, na akataja SHA ikiwa moja wao ya kuwa haijakuwa na wajibikaji kabisa. Akasema ya kuwa ameungana ili asifanye kazi, asifanye mabadiliko akiwa nje ila awe ndani ya serikali. Mimi nakubaliana na mzee amesema anataka kutetea wananchi akiwa ndani ya serikali. Mzee akisema amesema, baba akiongea ameongea. Na ni mara ya kwanza kabisa kuona ya kuwa serikali imeungana na opposition na pia imechukua watu kutoka Western na Coast kwa ujumla. Pia rais anajaribu kuwarai watu wa Nairobi ili wamuunge mkono afanye kazi na wao. Niko sure ya kuwa rais hajakuwa na mambo, kuna mambo ambaye amekuwa akifanya ya kuwa amekosea, but kuna wakati huu naona akileta baba alete Joe kutoka Central na aungane na Mudavadi kutoka Western. Naona hawa ni wazee wa kisiasa wakongwe, watamrekebisha na watampea njia mwafaka ya kufanya kazi pamoja na wao. Naona serikali imeamua kitu mzuri na naunga mkono rais ya kuwa afanye vile anafanya. Bora mwananchi wa kawaida asiwache mwananchi ateseke, ila atengeneze njia mwafaka mwananchi anufaike kwa haya mambo. Ni hayo tu. Kwa Wakenya wa kawaida watulie, maana tuko na viongozi ambaye wanajua mambo, maana neno siasa na maana ya maendeleo. Na viongozi haimaanishi ya kuwa wakiungana wanahitaji kufanya ufisadi, ile wanaiungana kwa manufaa ya Wakenya na nchi ya Kenya kwa ujumla. Nataka kusema ya kuwa tumpe kiongozi wa nchi ambaye ni rais nafasi mzuri ili achague wale watu anaweza fanya nao kazi. Nataka kusema ya kuwa opposition, kuna wale watachagua kwenda opposition na kuna wale wanachagua kufanya na rais siasa. Ni kwa manufaa ya nchi ya kuwa rais atachagua ni nani atafanya naye kazi na ni nani hawezi fanya na yeye kazi. Gachagua kwanza, mimi naitwa Robert Korir. Hiyo Gachagua hiyo kwanza siamini maneno yake. Hiyo anajaribu kufunja rafiki yake na Ruto. Tena hiyo Raila tena vile ameingia hapo kwa hiyo kiti, hiyo wamemtengenezea kitu hapo ndani. Sifurahi. Unasikia mafuta tena inaelekea kupanda na hii kazi yetu ya matatui. Siamini hiyo kazi ya Ruto. Kama wameungana, mimi naunga rais kwanza waungane mkono na Raila. Watufanyie kazi, tuwe na amani, tufanyiwe kazi. Na wale wabunge wengine wanapinga serikali, tunawaambia tu wajikaze huko mbele, tukutane 2027. Bado tunang'ang'ana. Maisha bado iko ni ngumu, yani tunaunga rais mkono. Waungane mkono, atufanyie kazi wananchi. Kama sisi wakazi wa Kapsabet, sahi tuko na kazi mingi tunataka hapa Kapsabet town, tujengewe hata iwe municipality kama Eldoret. So tunaomba rais Ruto atutembelee hapa Nandi, atusalamie na atulete Raila. Gachagua ng'ang'ane, hatuwezi kupinga mtu, siasa ni kawaida. Akaa upande ile atusaidie, kama tunafinywa kidogo atusaidie upande ile. Yaani tunaunga mkono serikali na tunaunga mkono hata Gachagua. Kwa maana hii nchi lazima tuwe na upinzani. So tunashukuru. Mimi ni mkaaji wa Nandi. Kitu ya kwanza tungependa kwanza kupongeza Ruto na Raila. Kwa sababu Raila ametuchunga miaka mingi. Sasa hii tuko kwa nyuma ya Raila na Ruto. Ya pili, tunangojea msimamo ya gavana wetu atueleze tunaelekea wapi, ambapo sisi hapa tuko chini yake. Ya tatu, Raila tunawakaribisha hapa Nandi na mkuje na mheshimiwa Ruto. Hii mambo ya Gachagua ni kesho, lakini kwa sasa hii tuko ndani ya Ruto na Raila tosha. Kwa majina yangu naitwa Joakim Kipchumba, Nandi County, Kapsabet. Nimeonelea kwamba
huu handshake ya Raila na rais inakuwa ni changamoto sana, ifanye Wakenya wawe pamoja, sababu sisi wote ni Wakenya na hakuna mtu anayesema hivi na hivi na hivi. Hawa wabunge wanaongea hivyo ni kama sawa, ni wanajitakia, na sisi tunataka umoja katika taifa letu la Kenya. Ya pili, wakati Raila alienda pale alingojewa sana mpaka akaambiwa na Sudi, karibu uwe prime minister. Ndio handshake ikafanya mzuri, tukae kwa amani na utulivu. Mimi hata kama yeye ameanzisha, kama yeye ameamua kuanzisha chama chake, hiyo ni yake, lakini sisi tunaamini tu kitu moja, sisi tu tutaendelea kusupport mtu yetu, unaona. Sababu hata kama yeye ameamua kuanzisha chama yetu yake, haina shida. Yeye ni yeye na sisi ni sisi, tutaendelea kusimama na mtu wetu kwa sababu tunaona maneno yenye ambayo anatuletea. Ni hayo tu.